asifiwe. Kwa majina naitwa David Oinaina. Mimi ni mtumishi wake Bwana, maana aliniita kama balozi wake ili nipiganie jina lake nikiwa katika ulimwengu huu hapa duniani hii. Kwa hivyo nataka kuchukua hiyo fursa kunena tu maandiko ya Mungu ambayo huwa yanafanya mtu wa Mungu kuwa mtakatifu, na wakati unaenda katika majaribu Mungu anakupigania. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningetaka kukoti maandiko kidogo katika kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa 12. Ni wakati dunia walikuwa wamefanya dhambi, pia Mungu akagairi kuumba mwanadamu. Lakini aliona kunaye mtumishi wake mzuri alikuwa anaitwa Nuhu. Naye Mungu akasema nitakuja ili nimuokoe. Na kwa sababu Mungu ni mwenye neema, aliambia Nuhu, nataka kumaliza ulimwengu huu. Na kwa sababu nataka kuwamaliza, nitawamaliza katika njia ya maji. Na kwa sababu nitawamaliza njia ya maji, nataka ujitengenezee safina ambayo utaokolewa wewe pia na watoto wake. Naye Nuhu kwa sababu alikuwa ni mtu wa mpenda watu, akaona hiyo kuokolewa hata okolewa peke yake. Kwa hivyo alihubiri katika nchi ambayo aliyoishi, alihubiri sana watu wakuja wasaidiane ili watengeneze safina yake Mungu ili waokolewe katika siku ile ya ubaya. Lakini watu wakati walikuwa naleta vitu ya kujenga safina, waliona siku imekaia sana. Kila mtu akaanza kuchukua vitu zake na kurudi nazo nyumbani akisema, mimi milima kwetu kunao milima, kwetu kunao miti. Lakini neno ambalo nataka tujifunze leo, siku ya leo, ni neno ambalo mtumishi wa Mungu ili ailishika na likamsaidia katika maisha ambayo ilikuja ya kumalizwa. Maana maandiko takatifu ukiendelea katika kusoma hao maandiko yatujulisha ya kwamba katika kujenga ile safina hakuna kitu alijenga kando ya mapenzi ya Mungu. Kama alikuwa ameambiwa apime, alikuwa anapima kulingana na venye Mungu alimwambia apime. Kama ni kwenda juu, alikuwa anapima kulingana na Mungu venye amemwambia apime. Nataka kumaanisha aje, wapendwa ambao mnaonitazama? Kutimiza neno la Bwana na kulitii neno la Bwana huwa linafanya mtu akuwe na nguvu, ama wakati gharika linakuja mtu anakuwa wa kuokolewa. Maana katika maisha ambayo tunaishi, kunayo siku huwa inaamuka na hiyo siku inakuwa siku ya ubaya kwa mtu. Lakini kwa sababu ya neno ambalo mtu huwa anakuwa nayo ndani lake, huwa linaokoa huyo mtu wa Mungu katika hiyo ubaya. Na ndiposa mtumishi wa Mungu hakufanya kitu ambacho Mungu hakumwambia. Alifanya kitu chochote ambacho Mungu alimwambia afanye, ndicho mtu huyo alifanya. Kwa hivyo wewe mtu wa Mungu uko hapo nyumbani na saa zingine mashida inakulemea, taabu zinakulemea, unastahili urudi katika nyuma, ujiulize maswali. Ulize ni nini linafanya nipitia haya yote? Kwa sababu yoyote ambaye ametimiza neno ambalo Mungu amesema litimizwe, ama ambaye ametimiza ahadi ya Bwana, Mungu huwa anampigania. Maana maandiko takatifu ya Mungu linasema, afadhali dunia ishe, lakini neno langu liishi limesimama. Kwa hivyo wakati unapitia taabu, ama wakati unapitia kusengenywa na vita mingi, unastahili urudi nyumbani kwenyu, ujue ni neno gani limefanya tukosane na Mungu. Maana wakati unafanya kadri ya neno la Mungu, Mungu hukuja ili kutazama neno lake, na neno lake likiwa ndani yako, Mungu anakupigania. Ukisoma katika kitabu cha Yohana, barua ya Yohana 6 mstari wa 28, wanafunzi wa Yesu waliuliza Yesu, ni kazi gani tunastahili tufanye ili tukue tunafanya kazi yako? Lakini maandiko yake Mungu lisema kufanya kazi yenye unastahili ufanye ni kuamini aliyetuma Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu wakati ametumwa katika ulimwengu huu, unastahili ufanye kazi ya kumwamini. Maana katika maisha ambayo tunaishi, tunastahili kukuwa na kazi ambayo tunaifanya ili Mungu atupiganie na atulipe kulingana na hiyo kazi. Maana wakati mtu hufa, huwa anakufa tunaita kupumzika. Na huwezi pumzika
kama hujafanya kazi. Kwa hivyo watu wa Mungu, tunastahili tutilie maanani kutii neno lake Mungu, naye Mungu atatupigania katika taabu zote ambazo ziko ulimwengu huu. Mtumishi wa Mungu Daudi alisema maisha ya mwanadamu ni miaka 70 na ikizidi ni miaka 80, lakini akasema katika kivuli cha ile miaka kunao tabu na mateso. Kwa hivyo wakati unapitia katika ile tabu na mateso, neno la Mungu ambalo umelitii ndio litakuja likupiganie. Kwa hivyo mtu wa Mungu, unastahili kuogopa Mungu na kutii neno la Mungu. Nikimalizia, ningetaka kupeana hadithi ya mfalme mmoja, mfalme ambaye alikuwa amebarikiwa na vijana, lakini katika kubarikiwa na vijana aliona urithi ufalme wake hatapea watoto wake, lakini ufalme wake atapea watu wa ulimwengu, atawapea ikuwe kama shindano, na ambaye atashinda lile shindano ndiye atakuwa mfalme baada yake. Na huyo mtumishi wa Mungu akaita watu wote vijana, akawaleta katika ikulu lake, akawapea begu, kila mtu akapea begu yake, mwingine akapewa begu zake. Akawaambia hivi, nataka mwende kwenye nyumbani, nataka niwapee miezi 6, na wakati nawapa miezi 6, ningetaka hii begu ukienda uipande, ikikuwa uichunge vizuri, na utakuja kuniletea mazao ya hiyo begu. Na wakati walienda nyumbani, kila mtu akatia bidii katika begu yake, mwingine akaipanda katika shamba, mwingine akatafuta mkebe akapanda ile begu. Kijana mmoja mwenye Mungu alikuwa amempa hekima, alichukua begu yake akaenda akaipanda katika mkebe. Wakati alipanda katika mkebe, akakaa akimwagianga maji. Siku zikaendelea kuendelea, akimwagilianga maji, akiangalia begu yake, anakuta hiyo begu haimei, haina mazao. Lakini hao wengine wanamkejeli wakimwambia, begu yangu imekuwa katika kimo fulani, begu yangu inaendelea kukua katika njia mzuri. Huyo kijana anarudi nyumbani, anaimwagilia maji, anauliza mama yake, mama yangu, hii ni jambo gani sijafanya katika begu hii inakataa kukua? Lakini mama yake anamtia nguvu, anamwambia, kijana yangu, wewe ng'ang'ana, imwagie maji, fanya weke borea, fanya kulingana na venye inastahili kufanyiwa na itamea. Kijana akaendelea, lakini siku zikaendelea, begu yake haikuota. Siku ilikaribia, ama siku ilifika ambazo walistahili kurudi katika kwa mfalme. Na wakati walirudi kwake mfalme aliona vijana wamekuja, wengine wamekuja na begu zao vyenye zimemea. Kijana nyumbani alikuwa anauliza mama yake, mama, iko haja gani mimi niende? Na mfalme alisema begu yote ambayo imemea ndiye anataka kuiona. Lakini mama yake aliambia yule kijana, wewe enda tu, utawaambia nini lifanyika. Na wakati walikuwa wamepanga laini katika kuangaliwa nake mfalme akatazamia watu wote wako na begu, kila mtu wako na begu yake imemea, lakini kijana ameshika begu yake lakini haijamea. Mfalme akaamuru wanajeshi wake, akawaambia, nileteni ule kijana, maana ule kijana ndiye atakuwa mfalme, ndiye atanilithi katika ufalme wangu. Watu wakashangaa, mbona anasema hivi? Lakini mfalme iko jambo alitaka kuambia watu. Akawaambia, huyu kijana amefanya haki, maana begu zote ambazo niliwapee ili muende muziweke, nilizilichemusha. Kwa hivyo nilijua hakuna begu inaweza mea. Lakini ukijana amefanya haki, yeye ameenda akajaribu kuweka begu yake ili mee, lakini hakuna kitu aliendea huko kando ati akuja aweke begu ingine. Tunajifunza zaidi kuhusu hii hadithi. Katika maisha ambayo tunaishi ya utakatifu, tunastahili kukua watu wenye si wanafiki. Tunastahili kukua watu wazuri mbele zake Bwana. Kama tunataka baraka za Mungu zionekane mbele zetu, neno ya Mungu ambalo tunaisikia, tunastahili tuifuate katika ukamilifu wake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaye ufalme
ambayo tunaipigania. Na hiyo ufalme inastahili ufanyie kazi ambayo inastahili. Ukifanya kazi ambayo haistahili, hautarithi ufalme wako Mungu. Kwa hivyo wewe mtu wa Mungu, wewe umefika pahali unaona kama Mungu amekuacha. Mungu hakuna wakati anawacha mtu, lakini matendo ambayo mtu anafanya huwa inafanya mtu atoke nje ya Mungu. Na ndipozo unaona wale watoto walichukua begu, wakaenda wakatafuta begu ingine ili waonekane wako na mazao. Lakini mwenye alipeana begu alikuwa ameichemusha na kujua ya kwamba hiyo begu haiwezi zaa. Kwa hivyo wewe mtu wa Mungu uko hapo nyumbani, tii neno la Mungu kulingana na venye lina kuamuru. Na neno la Mungu likikujia, usiseme la kujia mtu mwingine. Kwa hivyo usimame vizuri katika wokovu na utii neno la Mungu, naye Mungu wa amani atakubariki. Nitawaachia hapo, tutaonana wakati mwingine katika swali ambazo mtakuwa nazo. Tutakuja ili tusaidiane katika hii maisha ya Ukristo na maisha ya utakatifu. Na Mungu wa amani azidi kuwabariki wakati mnapotazama hii video. Barikiwe sana na Mungu.